La kwanza ni la kitaasisi, la pili ni la kitaasisi, lakini la tatu ni langu binafsi. CCM oye! Ndugu katibu mkuu, Seneti ya mkoa wa Dar es Salaam, kwa sasa tuna matawi ya umoja wa vijana wa CCM 59. Wakati tunaingia madarakani tulikuwa na matawi 36. Leo ninavyozungumza hivi tuna matawi 59 ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Katika muda mfupi ambao tumekaa madarakani tumeweza kuongeza idadi ya matawi hayo. Na leo naomba nikuthibitishie, ndani ya mwezi huu wa 4 tutazindua matawi 10 ya umoja wa vijana wa CCM ya vyuo ambavyo hayana matawi. Maana yake tutakuwa na matawi 69. Lakini kama Mungu akitujalia mpaka tunamaliza muda katika muda wetu wa uongozi, tunatamani tuwe na matawi 100 ya umoja wa vijana wa CCM mkoa huu wa Dar es Salaam. Ndugu mgeni rasmi, kwenye matawi hayo 59 tuna changamoto ya kutambua idadi kamili ya wanachama. Changamoto hii ni kwa sababu gani inakuwa hivyo? Ni kwa sababu hatukuwa na muda, hatukuwa na mfumo rasmi wa kuwatambua wanafunzi wanaingia na kutoka. Lakini la kitaasisi la pili nitakuja kukueleza katibu mkuu, Seneti ya mkoa wa Dar es Salaam tumekuja na mfumo wa kuwatambua wanachama wetu wa Chama cha Mapinduzi. Lakini jambo la pili, ndugu mgeni rasmi, kwangu mimi ni shukurani. Nakumbuka wiki kadhaa tulikualika kwenye kambi ya mafunzo. Tuliendesha kambi ya mafunzo vijana 400 wa vyuo na vyuo vikuu mkoa huu wa Dar es Salaam. Na tulipiwa na kutamani mgeni rasmi awe katibu mkuu wetu wa umoja wa vijana wa CCM. Tuliandika barua kuomba uje kuwa mgeni rasmi. Lakini isivyo bahati ulikuwa na kikao Marekani. Ukasema, wadogo zangu naombeni mniwie radhi, lakini nitawaleteeni mgeni rasmi atakayeendana na vijana wa vyuo vikuu. Mimi kutumia hadhara hii ni kushukuru sana kwa mgeni rasmi uliotuletea kufunga kambi letu la mafunzo. Ulituletea katibu wa uhamasishaji na chipukizi taifa, dada yetu Jessica Mshama. Mimi nikuthibitishie na wanakambi wakiwa humu watakumbuka, alikuwakilisha vizuri sana. Aliwasilisha kile ulichomtuma, lakini alizungumza katika lugha za kisomi ambazo vijana walimuelewa. Lakini azima yetu sisi vijana wa vyuo vikuu mkoa huu wa Dar es Salaam, tulitamani sana tukuone Dar es Salaam kwenye tawi lolote la Seneti. Vijana wa Kampala, mimi naomba niseme, walileta barua ya kumwalika kiongozi fulani. Lakini mimi nikasema hapana, Joketi yupo. Sasa hivi hayupo Marekani, yupo Tanzania. Muandikieni katibu mkuu wetu. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana katibu wa umoja wa vijana wa CCM mkoa huu wa Dar es Salaam. Anatupenda. Baada ya kushauriana naye, akasema nitajaribu kuongea na katibu mkuu. Na bila shaka katibu mkuu atakubali. Leo tunakuona hapa. Mpigieni makofi katibu mkuu wetu wa umoja wa vijana wa CCM. Kwa sisi tunaleta shukrani zetu za dhati kwako katibu mkuu. Tunatambua una majukumu mengi. Ulikuwa na uwezo wa kusema Seneti tafuteni mgeni mwingine. Kwa heshima uliotupa, mapokezi haya unastahili katibu mkuu. Katibu mkuu, nilisema nina mawili ya kitaasisi. Hilo la kitaasisi nitumie hadhara hii kutambulisha rasmi Seneti ya mkoa wa Dar es Salaam tumetengeneza mfumo wa kidigitali ambao tunauita Senate DISM Online System. Mfumo huu, ndugu katibu mkuu, ndani ya structure katika mfumo ule, mimi kitaaluma ni mwanatehama. Tuna vijana wengi wanaosoma IT. Tulikaa tukakubaliana tuje na mfumo huu. Mfumo huu ndani ya structure tutakuonyesha. Tunawatambua viongozi wa matawi wote kwa nafasi zao 5. Tunawatambua viongozi wa Senate kwa nafasi zao 5. Lakini kila kiongozi wa tawi kwenye mfumo ni admini kwenye tawi lake. Kwenye ule mfumo sisi viongozi wa Senate tukiingia
tunaona database ya wanachama wetu mkoa mzima. Ule mfumo una jina la mwanachama, una namba yake ya kielektroniki, una namba yake ya simu, lakini kubwa zaidi una taarifa zake za kitaaluma. Maana yake ni nini? Mwanafunzi huyu anapograduate, sisi tunabaki na database kwamba mwanachama wetu wa CCM amegraduate siku fulani, tarehe fulani, na sasa hivi yuko sehemu fulani. Maana yake ni kwamba itaturahisishia kupata makada wenye sifa. Pale utakapoleta taarifa tunahitaji kuwatafutia fursa, sio lazima tuwapigie simu. Tutarejea kwenye mfumo, tutakwenda kwa namna hiyo na tutawapa fursa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu mgeni rasmi, katika mfumo huo mimi ninaombi mahususi. Mfumo huo ni mzuri sana, mimi nimeutumia. Makatibu wangu wa matawi hawana haja ya kuniletea mihutasari ya vikao kwa mkono. Wanaingia kwenye system, wana-upload taarifa zao za tawi. Mimi nikiingia ninaona tawi fulani limesubmit, tawi fulani hajasubmit. Ninatamani mfumo huu utumike kwenye seneti zote Tanzania, ili makatibu wa mikoa wasihangaike kuambia vijana walete mihutasari. Waingie kwenye mfumo, watakutana mihutasari yote. Na tutakuwa tumetatua changamoto ya kutokutambuana kwenye matawi na idadi kamili ya wanachama tulionao vioni. Ndugu mgeni rasmi, nilisema na matatu. La mwisho la kwangu binafsi. Ndugu mgeni rasmi, mimi binafsi ni kushukuru kwa dhati ya moyo wangu. Haya yangu binafsi sasa. Nimekuwa nikutumia message mara kadhaa. Katibu mkuu, nina 1 2 3. Nina 1 2 3. Wewe hujawahi kuniburutiki hata siku moja, katibu mkuu. Mimi nakushukuru sana. Ni makatibu wakuu wachache sana, ndugu zangu nawaambia, wenye moyo kama wa dada yangu Joketi. Na kwa sababu tunakwenda kumalizia masomo yangu, ninaamini katibu mkuu utanifikiria. Juzi nilikwenda kugombea ukatibu mkuu wa TAHLISO. Nilijipima nikasema ninatosha kwenda kuwatumikia wanafunzi wenzangu kwa upande wa serikali TAHLISO. Wakati ninakwenda kugombea nafasi hiyo, niliamini nina uwezo sana wa kutumikia nafasi ile. Lakini katika michakato, wapo makada wenzangu wa Chama cha Mapinduzi walijitokeza kuwania ile nafasi. Lakini kwa sababu sote ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi, kwa dhati ya moyo wangu, japo wajumbe walinuna, mimi nilijitoa kwenye mchakato ule ili mwanachama mwenzangu aende kuwa katibu mkuu wa TAHLISO. Na ametangazwa ni katibu mkuu wa TAHLISO, na sina shida, ninaamini Joketi yupo atanifikiria. Lakini katibu wetu wa Senate ndugu yangu Mabula hoi. Kwa kweli tunaonesha jinsi gani chama chetu kina watu. Chama cha Mapinduzi hakijawahi kuwa na upungufu wa watu. Watu wenye weledi, wenye akili, wenye uzalendo, wenye kujitoa. Na leo umedhihirisha kwamba UVCCM na sisi tuna vijana kweli kweli wenye uwezo mkubwa.